Usije ukadhania ni mto. Haya ni mafuta yanayovuja kutoka kwenye bomba la kusafirisha mafuta katika eneo la Ngata, umbali wa kilomita 7 kutoka mji wa Nakuru. Na kama kawaida, wenyeji wa eneo hili waling'ang'ania kuyachota, huku maafisa wa polisi wakikabiliwa na kibarua cha ziada kuwadhibiti. Bomba hilo lilipasuka baada ya tingatinga lililokuwa likichimba barabara katika eneo hilo kulipasua. Ni tukio iliyopelekea kufungwa kwa barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Wazima moto wamekaa chonjo kukabiliana na janga lolote ambalo huenda likajiri. Maafisa kutoka halmashauri ya ushuru na maafisa wa afya ya umma walikuwa katika eneo la Shimanzi, kaunti ya Mombasa, kuteketeza moto tani 5,000 za sukari, miaka 3 baada ya serikali kuinunua kutoka nchini Brazil, na baadaye kusema kuwa matumizi yake yatawadhuru wa Kenya. Na tukisalia kwenye kaunti hiyo hiyo, mwanamume mwenye umri wa miaka 27 alinusurika kifo kwa tundu la sindano baada ya kupewa kichapo cha mbwa na wenyeji kwa kumshambulia dereva wa tuktuk alipodai malipo ya nauli. Inadaiwa kuwa mwanamume huyo alikuwa ameficha panga kwenye kanzu yake aliyotumia kumdunga dereva huyo kwenye mbavu. Kwa hivi sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Central jijini Mombasa, huku uchunguzi ukiendelea. Naye kiboko katika eneo la Thika amesababisha kifo cha mtu mmoja, huku mwingine akiugiza majeraha mabaya. Inaripotiwa kuwa kiboko huyo alimshambulia mwenda zake mwenye umri wa miaka 36 karibu na chuo cha walimu cha Kilimambogo alipokuwa akielekea nyumbani kwake mwendo wa saa 1 jioni. Helen Kimaru, Citizen Nipashe.